Wakuria kwa sababu wanatairi huwa wanaona zile jamii ambazo hazijatairi kama ni washamba sana. Wajerumani hawatairi. Lakini tunapoangalia Wajerumani, watu kutoka Thailand ni mataifa yaliyoendelea sana, mataifa yaliyo na utajiri mkubwa. Thailand, Germany wanauza vitu Kenya, kumaanisha kwamba wanaweza wakatukopesha pesa sisi kama taifa la Kenya, ila hali wao hawatairi. Tukienda Marekani, mimi sijafika Marekani, lakini pia Marekani nasikia watu wengi hawatairi. Kwa hivyo tohara ilikuwa kitambulisho kwa wakati fulani ambacho kimeisha. Napenda mfano ambao umepeana. Zamani nyanya zetu walitoboa masikio, waliweka ibitanke, waliweza kufunga vitu hapa, bangili kwenye mikono, ziliwacha alama. Hata mamangu ako nazo. Zamani watu walivalia ngozi, kama mamangu nakumbuka mwaka wa 57 akienda Nairobi kumwona baba, alikuwa amevalia ngozi ya ng'ombe, nguo iliyotengenezwa na ngozi ya ng'ombe. Kwa hivyo kuna mambo yalitendeka zamani, lakini kwa sasa haina haja, hazina umuhimu. Kwa wale ambao pengine mnazingatia swala la tohara, wapenzi watazamaji, lazima tufahamu kwamba kunazo mila na desturi ambazo zilitumika kwa wakati fulani, kwa watu fulani, lakini kwa muda huu tunaoishi katika karne hii ambayo ni karne ya 21, mambo haya hayana umuhimu hata kidogo. Kwa hivyo swala la tohara ya zamani na ya sasa ni kwamba ya zamani ilikuwa na maana tofauti. Kwa sasa tohara haina umuhimu yoyote, iwe ni kwa vijana au kwa wasichana, ila tu wanasema kwamba kumpasha mtoto wa kiume tohara kunapunguza maambukizi ya magonjwa kwa kiwango fulani. Sio eti inazuia, inapunguza kiasi. Kuna hasara nyingi na matokeo mbalimbali yameweza kutokea kwenye jamii zetu, hata jamii zinazotuzunguka. Tohara kwa mtoto wa kike imekuwa ni gumzo kweli kweli, maana kuna visa vya vifo vinatokea, mimba za mapema zinatokea kwa sababu akishatairi anajiona amefika. Vipi hili tutalichukuaje? Tutawezaje kuzuia hii hali isitokee na kutowapoteza watoto wetu wakiwa wadogo? Swala la tohara kwa mtoto wa kike kwa kweli imekuwa ni tatizo, ni swala muhimu, ni swala nzito tu, ambapo kwa kusema kweli ni kwamba tohara kwa mtoto wa kike iko na madhara mengi sana. Madhara ya kwanza ni kwamba inamkatisha mtoto wa kike asiweze kufurahia ndoa yake kikamilifu. Tohara kwa mtoto wa kike inaharibu hali ya mtoto wa kike kuweza kuwa mke kamili. Hiyo ni ya kwanza. Tatizo la pili ni kwamba tohara kwa mtoto wa kike inafanya kidonda, ile tunaita scar, inaweka kovu katika sehemu yake ya uzazi, na mara nyingi wakati ambapo huyo mtoto msichana atafika kuzaa, basi atapata ugumu. Na kabila zile ambazo zinatahiri watoto wa kike, pale mtoto wa kike anapoenda kuzaa, inabidi daktari ararue sehemu yake ya siri kuelekea kule kwenye kinyesi kinatokea, ndio apate nafasi ya kutosha mtoto atoke. Lakini si watoto wa kike wote, lakini wengi wanapitia hayo. Ukiangalia kwa mfano makabila kama ya Wanandi, makabila ya Wasomali, makabila ya Wakuria na makabila zingine nyingi tu ambazo zinafanya tohara, hiyo ni changamoto kwa mtoto wa kike. Ile nyingine ni kwamba inaathiri mtoto wa kike kisaikolojia, sababu kunao uchungu, that pain, ile tunaita excruciating pain katika sehemu ya katika yule mtoto. Kwa hivyo kisaikolojia yule mtoto anaathirika, anakuwa akiwa na uoga fulani, anakosa ujasiri fulani, na pale atakapofika shule ya sekondari, atakapofika katika chuo kikuu, ndipo ataweza kujutia. Anakuta kwamba wasichana wengi wale walioko kule hawakutairiwa, wako kamili. Yeye kuna sehemu zilitolewa, kuna sehemu muhimu, kiungo muhimu kinachosaidia katika ndoa, yeye hana. Kwa hivyo inamwathiri kisaikolojia, anajutia. Sababu kama mimi nilitengenezwa meno yangu, na pengine watazamaji waone,
Meno yangu haya yalitengenezwa kwa mila na desturi za Kikurya, na ilifika mahali niliweza kujutia sana, na nikawa ninalaumu mamangu kwa kuniwekea alama hii, sababu wengi vijana niliokuwa natangamana nao hawakuwa na alama hii, na nikaanza kujutia sana, mbona mimi mamangu akaniwekea alama hii? Lakini nimekuja kuelewa mamangu ni mkoloni. Mamangu aliishi nyakati za mila na desturi ya Wakurya, kwa hivyo alinitendea mimi mila na desturi za Kikurya ambazo kwa sasa wewe mpenzi mtazamaji, mila hizo zimepitwa na wakati. Kama wewe unampasha binti yako tohara, basi mpeleke araruliwe masikio, atobolewe masikio, umwekee ivitanke, umvalishe ile nguo ya ngozi ya ng'ombe, inyagakami na vitu igisiriti na vitu kama hizo. Yes. Kuna hii tohara sasa hivi nimeona imeanza kuathiri vijana wamebadilika, maudhui imepungua, kwa sababu unakuta kijana anasema ametahiri, hivyo anaona ni mtu mzima, anaamua hata kuacha shule, kukaa tu hivyo, na hii imesababisha ongezeko la watoto wa mitaani kwa sasa. Ni hatua gani kama serikali ichukue ili tukaweze kusaidia hawa vijana ambao wanasema wamepitia tohara na wakiwa chini ya umri wa muda wa miaka ambayo inaruhusu hata inawafaa wakuwe shuleni kwa huo muda, lakini kwa sasa wako nyumbani na wanasema wametahiri na maana anaweza fanya lolote. Ni hatua gani zichukuliwe? Ni swali nzuri hilo. Mpenzi mtazamaji, kwa hakika tohara sio kipimo cha umri. Tohara sio kipimo cha utu uzima hata kidogo. Wajerumani, Wahindi, Wathai, Wajapanese ni watu wazima, watu walioendelea kutoka kwa mataifa tajiri, lakini hawajatahiriwa. Kwa hivyo tohara sio kipimo cha utu uzima. Na kwa vijana wetu wa Kikurya ni sharti wazinduke, watoke kwa nyakati za babu zetu. Ni sharti vijana wa Kikurya watikise vumbi kutoka kwa miili yao, watoe uchafu na vumbi kwenye mawazo yao, wajue kwamba utu uzima ni tabia, utu uzima sio umri, utu uzima sio tohara, ni tabia. Kuna mtoto mdogo wa miaka 10, tabia yake ni nzuri, maono yake na jinsi anavyowaza ni vizuri kuliko mtu wa miaka 25 aliyetahiriwa. Kwa hivyo tohara sio kipimo cha ufanisi au utu uzima. Umeuliza ni kitu gani serikali inaweza ikafanya? Hamna jambo lolote ambalo serikali inaweza ikafanya. Serikali haitakuja kukwambia uoge, wewe mwenyewe sharti ujue ni kwa nini uoge. Serikali haitakuja kukwambia kwamba ni lazima ule chakula kisafi, wewe mwenyewe sharti ujue kwamba ni lazima ule chakula kisafi. Kwa hivyo swala la sisi kubadili taswira, mila potovu, niseme mila potovu, ni sisi wazazi wa jamii ya Kurya tutambue ya kwamba majira yamebadilika. Tunaishi katika majira tofauti na yale mababu zetu waliishi. Kwa hivyo bidii ama uwezo, msukumo wa kubadili haupo kwa serikali, haupo kwa mashirika, ipo kwako wewe na mimi na watoto wetu. Asante sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa runinga ipendayo. Nimekuwa na mjadala na mgeni wangu hapa studio. Je, mgeni wangu, una neno gani la kuongea kwa vijana, kwa watoto wa kike ambao bado hawajapitia hiyo hatua? Kwanza kabisa wacha na mimi pia niweze kushukuru mpenzi mtazamaji, na pengine ungependa kutufuatilia kwa mazungumzo ambayo tunakuwa nayo mara kwa mara, bonyeza kidude kile cha subscribe, like na click the bell kusudi uwe unapata mazungumzo kama haya kila yanapoibuka. Kwa wewe kijana mvulana, kijana msichana, usikubali kurudishwa nyuma kwa nyakati za mababu wa mababu zetu. Nyakati zimebadilika. Majira ya sasa ni tofauti na majira yale ambayo babako na mamako na
nyanyako na babu yako walimoishi. Majira yamebadilika, tutende mambo mapya, kwa sababu hizi ni nyakati mpya, ni majira mapya, na yote yanakuja na mambo mapya. Zamani tuliandika barua kwa kalamu, tukaiweka kwenye bahasha, tukatuma. Siku hizi barua haitumwi. Siku hizi barua haiandikwi kwenye karatasi. Barua haiwekwi kwenye bahasha. Barua inatumwa kwa email. Barua inatumwa kwa SMS. Barua inatumwa kwa WhatsApp. Kwa hivyo mitindo, kadri muda unavyobadilika, nyakati zinavyobadilika, binadamu ni lazima tubadilike. Vijana wa Kuria, badilikeni. Asante sana mgeni wangu, tumeyapata mengi, kwa sababu anasema wazee walipo hakuharibiki jambo. Tohara si njema na si nzuri. Ndugu yangu, mdogo wangu, enda hospitalini upate tohara ya kisasa. Msichana, kaa hivyo hivyo. Tunza mwili wako. Kwa sababu hata Biblia inatuambia kila kiungo kina kazi yake katika mwili. Amina. Utaenda kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali na ubonyeze hicho kitufe cha subscribe hapo, ili ukaweze kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa. Asante sana mtazamaji. Karibu tena. Asante sana.